Mpaka sasa hivi kuna vitu kidogo vinafikirisha sana, na nilitegemea jana kwenye ile hotuba ya Wallace Karia ambayo anaizungumza angegusa eneo la kuhusu tuzo na kutolea ufafanuzi mzuri sana kuhusu tuzo. Yaani sio la kuongelewa juu juu. Msimu wa mwaka jana umeisha. Wapo wachezaji ambao walifanya vizuri sana. Kina Chanchala wa kina Pimpin Kamala, wao kina Pacome Peruzuzwa walifanya vizuri, Dickson Jobu, Baka ambao kiuhalisia walikuwa watu wachukue matuzo ya viungo bora, kina Faisal Salum Faitoto. Lakini cha ajabu ilipita kimya kimya. Hakukuwa na tuzo na hakukutolewa ufafanuzi kwa nini tuzo zimeshindikana kuweko. Sasa hii inatuumiza kichwa kwa sisi wadau, kwa sababu kama tuzo kila mwaka huwa mnaweka, ina maana mwaka huu usipoweka tuzo, hebu tuambie sababu za kufanya tuzo zisiwepo. Usiposema tunabaki sisi kwenye ile kufikirika kwamba hawajaweka tuzo kwa sababu ya na dakika za mwisho ndio unapokuja kwenye pointi zako walisikia kwamba tunazungumzia vibaya TFF. Lakini hakuna kuzungumzia vibaya TFF. Tuambieni kwa nini tuzo za mwaka jana hazikuwepo? Kwa nini tuzo za mwaka huu pia hazipo? Unakuja kubaini ni kitu kimoja tu, kwa sababu mwaka jana rekodi za Pacome na rekodi za Ahoua zilikuwa zinafanana. Kwa hiyo walikuwa wanapata changamoto kumpata MVP atakuwa nani. Kwa hiyo wakaua kabisa na story ya tuzo kwa sababu tu asije wakaingia lawama. Huu ni ujinga, kwa sababu itafika kipindi wale watu wanaopambana na kuvuja jasho hivi, Chanchala wa anakaa miaka 10-15 anawasimulia wajukuu wake kwamba mimi nilikuwa mfungaji bora ligi ya Tanzania. Watamuuliza ushahidi uko wapi? Tuzo iko wapi? Inabaki kuwa story. Sio hivyo? Kwa kuna vitu vingine pia TFF wanasababisha wao kugombeshwa na au kusemwa vibaya. Ukitaka usemwe vibaya basi fanya vizuri. Ukifanya vizuri hakuna mtu anaweza kusema vibaya. Tumeachana na tuzo za mwaka jana. Mwaka huu pia wameona kuna Faisal ana deserve kuwa MVP. Kuna Alan Okello ana deserve kuwa MVP. Jigiji ana deserve kuwa MVP. Ina maana wameona hichi pia kitatuingiza kwenye utata. Wameanza tena kupita kimya kimya ili tuzo hizi zife kama zilivyokufa za msimu uliopita. Sasa hivi vitu vinaumiza. Vinaumiza kwa sababu moja ya uhondo ambao watu huwa wanaupenda baada ya ligi, wanatamani kujua MVP nani, wanatamani kujua midfielder bora ni nani, wanatamani kuwa beki bora ni nani, mchezaji bora chipkizi ni nani. Na maana mtu kama Chuga Boy ambaye alikuwa anapigiwa chapua kuwa mchezaji bora chipkizi, inapita kimya kimya, tayari kwenye historia yake ya mpira ushamharibia karia yake. Angekuwa na tuzo yake iko mezani, hata thamani yake inapanda. Tuzo zinapandisha thamani pia. Hamjatoa tuzo, mmekaa kimya. Mkiulizwa maswali ya msingi mnapiga mikwala. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake nyewe wenyewe mmeamua kuuchezea mpira wa miguu. Kama tumeamua kuutumikia mpira wa miguu, basi twende kwenye haki. Haya, mwaka huu je, tuzo zipo au hazipo? Na kama hazipo kwa nini? Kama mwaka jana ilipita kimya kimya, why na mwaka huu tena ipite kimya kimya? Tafsiri yake ni kudharau tu mpira wa miguu, kudharau tasnia ya mpira wa miguu, kudharau pia na harakati pia za mpira wa miguu. Tuheshimu mpira wa miguu. TFF kwenye hili mimi nilikuwa na shauri mngetoka hadharani na kutoa sababu. Kwa sababu kama issue ni pesa, Azam TV kwenye mkataba wake ilionyesha kabisa kwamba ataongeza pesa kwa nani, kwa mshindi, atatoa pesa kwa washiriki, atatoa ile TV Lite. Ndesemo atalipa marefali, bado pia kwenye usiku wa tuzo alisema yeye ndo atakuwa main sponsor. Ina maana swala la pesa sio tatizo. Sasa tatizo ni nini? Tatizo ni nyinyi TFF. Mnashindwa mambo ya kufanya vitu kwa kubalance. Why you balance? Kisha balance unapata nini? Kwa maana hiyo sasa tujitahidi sana kuweka vitu wazi.
kwamba mwaka huu hatutofanya tuzo kwa sababu fulani, mwakani hatujafanya, mwaka jana hatujafanya tuzo kwa sababu fulani. Na kama mmezifuta, semeni basi tumeshafuta tuzo, kuliko kukaa kimya kimya, ili watu wanajua tu bwana, ukishamaliza ligi hakutakuwa kuna na hafla tena zingine za tuzo, si na vitu vingine. Kwa mimi yangu ndo hayo, kwamba ifike time tuheshimu mpira wa miguu. TFF wala Eskalia na watu wako wote, tokeni mbele, toeni nani kina Clifford Marion Ndimbo, tokeni mbele, semeni kwa nini mpaka sasa hivi tuzo hazijatolewa, na je zipo au hazipo? Asante.